Na mvutano wa kisiasa nchini Kenya sasa umefikia hatua mpya baada ya Rais William Ruto kuwajibu vikali viongozi wa kidini wanaomkosoa kwa kauli na mienendo yake ya hivi karibuni. Kauli hizi zimezua mjadala mpana kuhusu nafasi ya kanisa katika siasa, huku pande zote zikivutana kuhusu nani anapaswa kuwajibika kwa lugha kali inayozidi kushika kasi katika majukwaa ya umma. Je, kanisa linapaswa kubaki pembeni ya siasa au lina wajibu wa kukemea viongozi? Endelea kuwa nasi katika habari moto za sasa ili kuelewa kwa kina kinachoendelea. Lakini kabla tujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, piga like na usisahau kushiriki video hii ama kushare ili wengine wapate habari hizi. Naitwa Ogaro Brian Osoro. Katika hotuba yake akiwa Yala, Rais William Ruto alijibu moja kwa moja viongozi wa kidini waliomkosoa, akiwataka kuwa waangalifu na kuhakikisha kuwa makanisa hayatumiki kama majukwaa ya vita vya kisiasa. Rais alisema anawaheshimu sana viongozi wa kidini, lakini akaonya kuwa madhabahu zisigeuzwe sehemu za matusi, fitina, ukabila na chuki miongoni mwa Wakenya. Kauli hii imekuja wakati ambapo kumekuwa na malumbano makali kati ya serikali na upinzani, hali ambayo imeanza kuonekana hata katika maeneo ya ibada. Rais Ruto aliwashutumu baadhi ya viongozi wa upinzani kwa kutumia makanisa kama sehemu ya kuendeleza siasa za matusi na mgawanyiko. Alisisitiza kuwa viongozi wa dini wana jukumu la kulinda heshima ya madhabahu na kuhakikisha kuwa ujumbe unaotolewa unajenga umoja badala ya kuleta chuki. Kauli yake ilionekana kama jibu kwa matamshi ya viongozi wa dini ambao hivi karibuni walikosoa mwenendo wa kisiasa unaozidi kuwa mkali nchini. Kauli hizi za rais zimeungwa mkono na baadhi ya viongozi wa serikali, akiwemo kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah, ambaye alisema kuwa viongozi wanahisi aibu kuona makanisa yakitumika kama maeneo ya kubadilishana matusi. Ichung'wah alieleza kuwa ni jukumu la viongozi wa dini kuhakikisha kuwa makanisa yanabaki kuwa sehemu za maadili na siasa zisizo na heshima haziingii katika maeneo hayo. Kwa upande wake, kiongozi wa wachache Junet Mohamed alichukua msimamo tofauti kidogo. Alisema kuwa matusi hayapaswi kufanyika kanisani. Rais Ruto pia aliendelea kushambulia upinzani, akisema kuwa hauna ajenda yoyote ya maendeleo na badala yake umejikita katika mashambulizi binafsi dhidi yake. Alieleza kuwa amekuwa akitukanwa kwa kuitwa majina mbalimbali, lakini alipojaribu kujibu ndipo malalamiko yalianza kutolewa. Rais alisisitiza kuwa hata yeye ana haki ya kujibu mashambulizi yanayoelekezwa kwake. Alisema siasa zinapaswa kuwa za hoja na si matusi. Wakati huo huo, siasa za vyama pia zimeanza kuchukua nafasi katika mjadala huu, huku mwenyekiti wa kitaifa ODM Gladys Wanga akiwataka baadhi ya wanasiasa kuacha kuingilia masuala ndani ya chama hicho. Kauli yake ilikuja wakati ambapo baadhi ya wabunge walionyesha dalili za mvutano ndani ya chama, hali inayoweza kusababisha mgawanyiko zaidi katika siasa za upinzani. Mbunge wa Alego Usonga Samuel Atandi naye aliongeza sauti katika mjadala huo, akionyesha kuwa kuna mipango ya mabadiliko ya kisiasa katika maeneo mbalimbali ikiwemo kaunti ya Siaya. Kauli hizi zinaashiria kuwa siasa za ndani ya vyama zinaweza kuwa na athari kubwa katika mwelekeo wa siasa za kitaifa. Pamoja na mvutano huu wa kisiasa, Rais Ruto aliendelea na shughuli zake za maendeleo, ambapo alizindua mradi wa nyumba za gharama nafuu katika eneo la Yala, mradi unaotarajiwa kugharimu takriban shilingi milioni 800. Uzinduzi huu unaonyesha juhudi za serikali kuendelea na ajenda ya maendeleo licha ya changamoto za kisiasa zinazoendelea. Kwa ujumla, kinachoonekana sasa ni kuongezeka kwa mvutano kati ya viongozi wa kisiasa na viongozi wa kidini kuhusu nafasi ya kanisa katika siasa. Swali kubwa linalobaki ni hili: je, kanisa linapaswa kubaki mbali kabisa na siasa au lina jukumu la kukemea pale viongozi wanapokosea? Na je, wanasiasa wako tayari kupunguza lugha kali na kurejesha heshima katika majukwaa ya umma? Hiyo ndiyo ilikuwa habari moto ya sasa hapa Moto TV Kenya, tukikuletea habari zinazogusa taifa kwa kina. Usisahau kusubscribe, kupiga like, kutoa maoni yako na kushare video hii ili habari hizi ziwafikie watu wengi zaidi. Mimi ni Ogaro Brian Osoro na hii ni Moto TV Kenya, mahali ambapo habari zinawaka moto
lakini ukweli unabaki kuwa mwanga. Tukutane tena katika toleo lijalo la habari moto za sasa.